asifiwe sana, mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM kutoka pale Lindi. Mimi ni ndugu yenu mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutoka Dodoma. Na mshukuru Mungu kwamba ametupa nafasi nyingine tena ya asubuhi leo kunena na wewe neno la Mungu kabla hujaenda kwenye shughuli zako za mchana kutwa. Mungu akubariki sana kuchukua muda kusikiliza neno la Bwana. Sasa tuombe. Bwana wetu Yesu, Mwokozi wa ulimwengu, ninakushukuru sana kunipa nafasi ya kusimama mbele ya watumishi wako hawa kutoka nchi nzima ya Tanzania mpaka nje ya nchi. Nashukuru kwa sababu ya usikilizaji wao mwema. Sasa Bwana, naomba ukaseme nasi sote. Neema yako Yesu Kristo itufunike. Roho Mtakatifu ukatuhudumie katika asubuhi ya leo. Nakushukuru mno Mungu kwa kuwa wewe ni mwaminifu, tukijiacha mikononi mwako katika jina takatifu lenye nguvu Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM. Asubuhi leo nataka nizungumze madhara ya kutokuamini. Madhara ya kutokuamini au madhara ya mtu kukosa imani. Unapokosa imani yako madhara makubwa yatakayotokea. Sasa nataka tusome kitabu cha Waebrania sura ile ya 3. Waebrania sura ya 3 mstari kuanzia ule wa 12. Tusoma mstari mingi kidogo mpaka mstari wa 19. Biblia inasema, angalieni ndugu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini. Moyo mbovu wa kutokuamini. Ukishakuwa na hali ya kutokuamini, unaitwa mtu mwenye moyo mbovu, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Mistari hii mingine nitairuka, nitaenda mstari wa 16. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Tena ni kila nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Tena ni kila nani aliowapia kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Sasa mstari wa 19 unaleta conclusion, inasema, basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ule mstari wa 12 asema, angalieni ndugu zangu, usiwe mmoja wenu mwenye moyo mbovu wa kutokuamini. Kutokuamini kuna madhara makubwa. Na labda niseme kwamba dhambi zote, baba wa dhambi zote ni anaitwa kutokuamini. Kutokuamini kuna beba dhambi zingine zote katika package moja. Kama tunaweza kuwa na package moja kubwa hivi, mle ndani ikajaa vitu, basi ile package tunaita kutokuamini. Halafu mle ndani zimejaa dhambi za kila namna zinazozaliwa na kutokuamini. Kwa kutokuamini ni jambo baya, kwa sababu linakutenga na Mungu aliye hai. Roho ya kutokuamini. Kwa hiyo ndugu yangu, asubuhi leo natamani kwa muda mfupi huu nizungumze na wewe juu ya hatari, athari, madhara ya kutokuamini. Na
kwamba Mungu akusababishe uwe na moyo ambao sio mbovu, moyo wenye nguvu, moyo wenye kupokea, kuamini, moyo ambao utakuwa na utayari wa kuwa na imani. Naona kwa sababu kama hautakuwa mtu mwenye imani, basi utakuwa mtu mwenye moyo mbovu, na kama utakuwa mtu mwenye moyo mbovu, basi huo moyo mbovu utakutenga na Mungu aliye hai. Na ukishatengwa na Mungu aliye hai, ujue kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kukutendea hautapokea. Utakosa thawabu ya Mungu, utakosa baraka za Mungu, utakosa uzima wa Mungu, utakosa uponyaji wa Mungu, utakosa ulinzi wa Mungu. Yaani utaingia kwenye madhara makubwa ambayo yatakufikisha mahali pa kuangamia. Katika Biblia hii inasema, ule mstari wa 19 sema, basi tuwaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawa ni wana wa Israeli. Tunaposoma juu ya wana wa Israeli, hawa wanatukumbusha au tunapata mfano wa kujifunza kwamba kama hawa ndugu zetu walikutana na Mungu wazi wazi, na Mungu ajitokeza kwao wazi wazi, lakini walikosa kupokea zile ahadi za Mungu kwa sababu ya kutokuamini. Tunapaswa kujua kwamba lazima maisha yetu tuhakikishe kwamba tuna roho ya kuamini ndani yetu. Tunakuwa watu wenye imani. Imani ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo madhara ya kutokuamini yanasababisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kutokuamini kunasababisha kukosa baraka na ahadi za Mungu. Watu hawa Mungu aliwatokea kwenye kitabu kile cha Kutoka, sura ile ya 3, kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 3. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 na mstari ule wa mstari ule wa 4. Mstari wa 4 sema, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribia hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana yajua maumivu yao. Nami nimeshuka, shikilia hilo neno, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijaayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona mateso ambayo Wamisri wamewatesa. Haya basi, ninakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Haya ni maneno ya Mungu ambayo yamehakikishwa. Mungu asiyebadilika, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu aliye juu ya kila kitu, Mungu ambaye ni Mungu pekee, ambaye haiwezi kufananishwa na yoyote.
wala Mungu si mtu aseme uongo, wala Mungu si mwanadamu ajute. Kwa nini mwanadamu anajuta? Anaweza kuwa aliahidi, lakini amekutana na mambo ambayo yamemfanya ashindwe kutimiza kile alichoahidi. Lakini mtu anaweza kusema uongo hata kama alikuwa anakuahidi, lakini kwenye moyo wake alikuwa hilo jambo lilikuwa halipo kabisa. Anaweza kuwatoa ahadi hapa, lakini mkaachana na asikumbuke tena, kwa sababu hilo alilolisema halikuwa kwenye moyo wake. Lakini yupo mwanadamu ambaye anaweza kuwa ameahidi, lakini kwa sababu yeye ni mwanadamu akashindwa kutimiza ahadi yake, kwa sababu yeye ni mwanadamu. Lakini Mungu ni Mungu aliye juu ya yote. Huyu ndiye anayesema hapa, anamwambia Musa, nimeshuka ili kwamba upate kuwatoa watu wangu katika Misri na kuwafikisha katika nchi ile, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na mahali pa Mhiti na mahali pa Mwamori na mahali pa Mperezi na mahali pa Mhivi na mahali pa Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Kwa hiyo Mungu anazungumza na Musa na anamhakikishia kuwatoa wale watu. Na tunapoangalia ukweli ni kwamba Mungu alishuka, na tunaona jinsi ambavyo Farao alivyopata mapigo yale 10. Alikuwa na moyo mzito mgumu wa kutokukubali kuwatoa wana wa Israeli. Lakini kwa kuwa Mungu ni Mungu, wala hawezi kushindana na Mungu, Mungu alipambana na Farao, na Farao alinyanyua mikono, alisalimu amri, na wakatoka wana wa Israeli. Biblia inasema walitoka kwa kiburi, walitoka kwa nguvu, kiasi ambacho Farao ilibidi awafukuze kabisa, maana aliona tayari kwake wamekuwa tatizo. Kwa nini? Huyo ni Mungu aliyefanya hayo. Na maandiko yanaonyesha wazi wazi Mungu huyo alipasua bahari ili watu hawa wavuke waende ng'ambo ya pili. Walienda safari ili kufika katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo haya ni matukio yanayoweza kuonyesha wazi kwamba Mungu alikuwa serious kuwafikisha hawa watu katika nchi ya Kanaani, na alikuwa amepanga hivyo, na alikuwa amekusudia hivyo. Lakini kilicholeta tatizo la wana wa Israeli kushindwa kuingia Kanaani, Biblia inasema kutokuamini kwao. Unajua, unaweza ukaona mambo mengi hayaendi. Unaporudi kwenye Biblia unakuta kuna ahadi za Mungu, unakuta kuna maelekezo ya Mungu. Halafu unaporudi katika hali ya kawaida huyaoni yatokee katika maisha yako. Halafu unajiuliza ni nini? Wakati mwingine unaweza ukasema shetani. Ni kweli shetani yupo, sikatai kabisa kwamba shetani hayupo, lakini nataka niseme ya kwamba shetani anaweza kupata nafasi tu kama utafungua mlango wa kutokuamini. Ukifungua mlango wa kutokuamini, utafanya shetani apitie kwenye mlango huo na apate nafasi. Kwa hiyo kutokuamini ndilo tatizo. Na tatizo la kutokuamini inahusiana na maisha yako wewe binafsi. Ni kwa kiasi gani umekubali na umeamini na umekubali kumpokea Yesu, umekubali kumwamini Yesu, umekubali kuamini ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Na kwamba kama unakubali kuamini ahadi za Mungu, na kwamba huoni kama kuna kikwazo chochote kinaweza kuzuia kutoka kutimia kwa ahadi za Mungu, kwamba hata kama ni mlima mkubwa nitavuka ng'ambo ya pili, hata kama kuna bahari nitavuka ng'ambo ya pili, hata kama kuna beria nitavuka ng'ambo ya pili. Kwa nini? Kwa kuwa Mungu amesema, na mimi nakubaliana na Mungu kwamba kitatoka kutokea. Kwa hiyo
kinachowafanya watu washindwe kuvuka upande wa pili na kuona matokeo ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa kutokuamini ni dhambi kubwa ambayo inazaa dhambi nyingine na ambayo ina matokeo ya kujitenga na Mungu aliye hai, na Mungu hawezi kutembea na mtu asiamini. Wakati nilipokuwa nimeanza utumishi na huduma, nilikuwa na shauku sana ya kuona Mungu akifanya kazi katika maisha yangu. Sikupenda tu kuwa mhubiri, mchungaji wa kuhubiri basi kisha pale, lakini nilitamani kuona Mungu akionekana katika maisha yangu. Na mimi nilitamani kabisa nitembee na Mungu, nimuone Mungu. Na kwa hiyo nilikuwa kutafuta na kuomba, wakati mwingine na kusoma vitabu mbalimbali vya wahubiri. Lakini wakati natafuta kuomba na kumtafuta Mungu, ndipo siku moja nilisikia Mungu akisema na moyo wangu kabisa. Alisema ya kwamba ukitaka kupiga hatua kwenda mbele, lazima uzingatie mambo matatu katika maisha yako hapa duniani. Unapokuwa umekwisha okoka, basi mambo haya matatu lazima uyazingatie. Kaambia, jambo la kwanza, uwe mtu mwenye maombi. Uwe mtu mwenye roho ya maombi. Uhakikishe unakuwa na maombi. Lakini jambo la pili, uwe mtu mtoaji, mwenye moyo wa kutoa. Lakini jambo la tatu, uwe na imani inayokuwa. Imani inayokuwa. Akaniambia, mimi ni Mungu na siwezi kutembea na mtu asiyekuwa na imani. Hatuwezi kwenda njia moja na mtu asiamini. Lazima uwe na imani, ndipo tutakwenda pamoja. Kwa hiyo nikajifunza kupitia kitabu hiki cha Waebrania kwamba kumbe kutokuwa na imani ni kujitenga na Mungu aliye hai. Unapokosa kuamini, unajitenga na Mungu kabisa. Sio Mungu anajitenga na wewe, ila wewe unajitenga na Mungu. Unaondoka kwenye mikono ya Mungu. Naona? Kwa hiyo ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, kwamba hakikisha katika maisha yako unakuwa mtu wa imani. Kwa sababu kutokuwa na imani kutasababisha wewe mwenyewe ujitenge na Mungu. Na kuna madhara yatakayojitokeza ambayo yatatokana na kutokuamini. Na hapa asubuhi ya leo nitakuonyesha haya madhara au dhambi zingine zinazoibuka. Dhambi zinazoibuka ndani ya kutokuamini. Nimekwambia kutokuamini ni kama package moja ambayo ndani yake unakuwa kuna madhambi mengine yanajazwa mle ndani ya kutokuamini. Ndio maana hapa anasema, twaona ya kwamba, nirudie ile kitabu cha Waebrania sura ile ya 3, anasema mstari wa 16, maana ni kina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Tena ni kina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Anasema tena ni kina nani aliowapia kwamba hawataingia katika raha yake? Ila ni wale walioasi. Ilisema basi taona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Watu hawa wale wa Israeli katika grupu la watu 603,000 na kama na 5 hivi, 603,005 wenye kuvaa silaha ambao walitoka Misri, vijana wenye kuvaa silaha, wapiganaji waliotoka Misri 603,000 na 3,000, naona na 5 ambao walitoka Misri. Kati ya hawa watu walikuwepo Joshua na Caleb. Tukiacha wazee, tukiacha watoto wadogo, lakini wenye kuvaa silaha. Maandiko yanasema wazi kwamba katika wale 603,005
waliisha wote, waliangamia wote jangwani. Na walioingia katika nchi ya Kanaani waliingia watu wawili tu, Joshua na Caleb. Kwa nini? Hawa wengine wote waliangamia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mungu aliahidi ya kwamba atawaingiza Kanaani, lakini wakashindwa kuingia Kanaani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mungu ametoa ahadi katika maisha yako, juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya kazi, juu ya mafanikio yako. Mungu ametoa ahadi. Mungu ametoa ahadi juu ya uponyaji wako. Lakini si wote ambao walienda kwa Yesu walipokea uponyaji. Kuna watu ambao wengine hawakuponywa. Na ukisoma kwamba Yesu alipoenda Nazareti, kwenye mji wa Nazareti, mahali ambako amelelewa, na Biblia inasema watu wale hawakumwamini. Kwa hiyo hakufanya muujiza wowote katika Nazareti, isipokuwa aliweka mikono kwa watu wachache alafu akaenda zake. Kwa nini? Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai angeweza kufanya maajabu mahali pale, lakini kilichozuia ni kutokuamini kwa wale watu. Kwa inawezekana kabisa unanisikiliza na kuna mambo hayaendi. Wacha kusingizia mtu, wacha kusingizia shetani, wacha kusingizia watu. Ujue wewe mwenyewe ya kwamba kuna roho ya kutokuamini ndani. Umeshindwa kuchukua imani kwa nguvu zake kwa kiwango kinachostahili ili upokee muujiza wako. Kwa kutokuamini kunaweza kukufanya ukose baraka, ukose uponyaji, ukose nguvu, na ukose maendeleo, na ukose ustawi katika maisha yako. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, na kusihi kwamba uchukue nafasi ya kujihoji kwamba ni kwa kiwango gani umeamini juu ya ahadi za Mungu. Kwa kiwango gani umeamini juu ya uzima wako? Kwa kiwango gani umeamini juu ya afya ya mwili wako? Kwa kiwango gani umeamini juu ya maendeleo ya maisha yako kwa habari ya Mungu? Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV, katika asubuhi ya leo nataka nizungumze na wewe kwa nguvu sana kwamba kubali kuamini. Yesu alimzungumza mtu mmoja ambaye anaitwa Akida. Akida alikuwa mtu wa mataifa kabisa. Alikuwa mtu wa mataifa. Alikuwa Mrumi. Unaona? Alikuwa Mrumi. Na Yesu akamwambia yule Akida, wakati Akida alipokuwa ametuma mtu kwamba anahitaji Yesu amponye mwanawe au mtumishi wake. Akida alikuwa ametuma mtu kwenda kwa Yesu kwamba mwambie Yesu nahitaji amponye mtumishi wangu, na alipeleka hitaji hilo kwa Yesu. Na Yesu akasema nitakuja nimponye. Nitakuja nimponye. Akida akatuma tena mtu akamwambia, mwambie kwamba aseme neno tu na mtumishi wangu atakuwa mzima. Akasema kwa sababu huyo Akida anasema mimi nimepewa mamlaka juu ya jeshi, juu ya kikosi. Natoa amri, nikimwambia wewe inuka na inuka, nikimwambia wewe njoo anakuja, nikimwambia wewe nenda anaenda, nikimwambia wewe chini anakwenda chini, nikimwambia inuka na inuka. Anasema nimepewa mamlaka hayo, lakini ninachokiona kwako Yesu, una mamlaka kuu zaidi ya mamlaka nilionayo. Ukitamka neno huko, mtumishi wangu atakuwa mzima. Biblia inasema, Yesu akasema, sijawahi kuona imani kubwa kama namna hii. Sijawahi kuona imani kubwa ya jinsi hii. Akasema, naye Yesu akasema, watu watakuja kutoka mashariki,
kutoka magharibi, kutoka kusini na kaskazini, kwenye ufalme wa Mungu, na ninyi mlioko ndani ya ufalme mkakataliwa. Kwa nini? Watu hawa watakuja kwa imani kama ya akida na watapokea miujiza yao, lakini wale ambao wamo ndani watakataliwa kwa sababu wameshindwa kuamini. Sasa Yesu alizungumza juu ya huyu akida, na kisha akawaambia mtumishi wake, akamwambia na awe mzima sawa sawa na neno alilolisema akida, alivyoamini akida. Na kweli yule mtumishi akawa mgonjwa, akapona saa ile ile. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sebuka TV, ninakushauri sana kwamba jifunze kwa mtu wa imani. Na malizie mstari huu, unaweza kuniambia ule umezungumza mambo mengi kuhusu imani, lakini sasa imani itakuwaje imani ndani yangu? Kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 10, kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari ule wa 17. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 unasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ndugu yangu, ukitaka kuona imani yako sasa kwanza inaanzishwa, halafu inakuwa, halafu inaongezeka, inategemea unakaa kwa muda gani katika neno la Mungu. Unasikiliza mahubiri, unasikiliza mafundisho, unasoma Biblia, una muda wa kutosha wa kusoma Biblia. Unaposoma Biblia kwa bidii, hapa ndipo chanzo cha imani yako. Usisome vitu vya kukatisha tamaa. Usisikilize mambo ya kukuvunja moyo. Rudi kwenye Biblia. Unaposoma Biblia, Biblia ni chanzo. Unaposoma, chanzo cha imani ni kusikia neno la Bwana. Utalisikia neno, utasikia mahubiri kama hivi ninavyozungumza na wewe. Unasikia neno la Mungu, unasikia mahubiri. Haya yatafanya imani yako ikue. Lakini lazima ukubali kwamba haya unayosikia yasiingie hapa yakatokea hapa. Yaingie kwenye moyo wako. Uyakubali kwenye moyo wako. Ukubali kwamba kwa Mungu inawezekana. Inawezekana hata kupita mahali pasikopitika. Inawezekana kwamba yanawezekana kufanyika yasiyowezekana kufanyika kibinadamu. Ukakubali kwamba inawezekana. Lakini hiyo nguvu ya kuweza kuamini hivyo inakuja tu wakati utakapokuwa unasoma maandiko, unasoma Biblia, na unasikiliza mahubiri, unasikiliza neno la Mungu. Kadiri utakavyoendelea kusikiliza neno la Mungu na kuwepo hata katika Sebuka TV kusikiliza, imani yako itanyanyuka na maisha yako yatabadilika. Utaona Mungu anaanza kufanya maajabu katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Mtu mmoja ameniuliza tena usiku wa kuamkia jana tu, ameniuliza kaniambia, mchungaji, na huyu mtu nafikiri amenisikiliza kwenye Sebuka TV, anasema, mchungaji, inawezekanaje leo Mungu akafanya maajabu? Anasema, mbona haya ambayo tunayasoma tunayasikia watu wameyafanya huko zamani, mbona leo hayatendeki? Mbona hayafanyiki? Mbona tunapata shida zile zile, tunapata matatizo, tunapata tabu, hatuoni matokeo? Nilimwambia vitu viwili. Kaambia cha kwanza, kutokuamini kwako. Na kutokuamini kutasababisha usione miujiza, usione nguvu za Mungu. Akasema, itakuwaje kwamba nikawa naingia kanisani halafu nikose imani? Nikamwambia hata Tomaso alitembea na Yesu kwa miaka 3.5. Tomaso alitembea na Yesu miaka 3.5. Lakini bado Tomaso alikuwa hana imani juu ya Yesu. Mpaka Yesu akasema, waheri wanaosikia bila kuona, kuliko wewe ambaye unataka uone kwanza ndipo uamini. Lakini wale ambao wanasikia wanaamini kabla ya kuona, walaheri. Tomaso alikaa na Yesu miaka 3.5, lakini hakuwa na imani. Kwa hiyo unaweza kuwa unaingia kanisani, unatoka,
lakini yale ambayo unayasikia hayaingii kwenye moyo wako, kwa sababu imani inaanzia moyoni. Haya maneno ambayo unayasikia unayakubali kuyapa nafasi kwenye moyo wako wa ndani, halafu ndipo utakapoanza kuona imani yako inakuwa, halafu kuna matokeo yatakaanza kutokea. Mungu akubariki sana ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV. Baba mtakatifu, na kushukuru, bariki mtu huyu ambaye amenisikiliza, mtie nguvu, mtie moyo, mpe kukua na kustawi katika kuamini, na Mungu kamfanya akayaone matokeo katika jina takatifu lenye nguvu Yesu Kristo. Aanze kuona kwamba kumbe hata hili ambalo lilikuwa haliwezekani linawezekana. Mbariki sana mtu huyu katika jina takatifu lenye nguvu Yesu Kristo, Mwokozi wetu aliye hai. Amen.